Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtumishi wa Mungu Masanyiwa. Ninapenda kuwapa salamu nyingi za baada ya Pasaka, na leo Jumatatu ya Pasaka ninapata muda tena wa kuweza kuzungumza pamoja na wewe baada ya huduma nzuri ya Pasaka ambao tumeipata kwa namna ya tofauti. Tumekuwa na mikutano mbalimbali, lakini Mungu ametujalia sasa tunaendelea vizuri na kuwa salama. Nami ninapenda tu leo nizungumze kipengele kidogo kinachohusiana na masuala ya mahusiano. Nianze na mstari wa wimbo ulio bora sura ya 4 na mstari ile ya kwanza. Hapo inasema, tazama huu mzuri mpenzi wangu, huu mzuri, macho yako ni kama ya ua nyuma ya barakoa, nywele zako ni kama kundi la mbuzi wajira zao mbavuni mwa mlima Gileadi. Meno yako ni kama kundi walilokatwa manyoya wakipanda kutoka kuoshwa, ambao kila mmoja amezaa mapacha wala hakuna aliyefiwa kati yao. Midomo yako ni kama uzi mwekundu na kinywa chako ni kizuri, mashavu yako ni kama kipande cha komamanga nyuma ya barakoa yako. Watakatifu, leo napenda tu nizungumze nawe habari moja fupi kwamba kwa nini mara nyingi ndoa za Kikristo zina ukame sana wa mambo ya mapenzi. Mara nyingi sana nimeona kitu hiki, nime-experience kwenye maisha ya kila siku katika hii huduma, kwamba mara nyingi wa Kristo ndoa zetu zina ukame sana katika swala la mapenzi. Na nimejaribu kujiuliza sana kwamba ni kwa nini wa Kristo ndoa zetu zinakuwa na ukame kwa mazingira yaliyopo. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba mara nyingi kuna wengine wanaamini kuwa mahaba ni dhambi, na wanaingia kwenye ndoa wakiwa wana lengo la kuzaa tu na hawana malengo mengine walionayo. Lakini kuna wengine wamezoea maisha ya ukimya, hakuna kucheka wala hakuna masuala ya romantic katikati ya maisha yao, kwa maana ya kwamba wanaona ni kama hivyo vitu ni vitu vya watu wa kidunia zaidi. Na wengine wanadhani mahaba ni kuzaa tu, lakini sio sehemu ya kusherehekea upendo. Hapana, wanaona ni kama ni kuzaa tu. Lakini kimsingi wengine wanajaribu kusema kwamba wanaogopa, hawawezi kufikiria kuona ni namna gani mapenzi au ndoa inapaswa kuwa na mapenzi yaliyo matamu, yenye mvuto, yaliyo na ubunifu na mitindo mbalimbali, ambayo wengi wao huhesabu baadhi ya mitindo kana kwamba ni dhambi na kana kwamba ni vitu ambavyo haviwafai wa Kristo, wakati kumbe ni vitu ambavyo vinawahitaji. Na ndio maana nimesoma hapa Sulemani anaeleza namna ambavyo unaweza kumsifia mkeo, kumsema jinsi alivyo kwa maneno matamu ya kumsifia na kumtia moyo kama mume na mke katika maisha yao wanayopaswa kufanyika kuwepo. Wala usiwe na hofu kwamba hakuna hukumu katika maisha ya mapenzi wa Kristo. Na tukumbuke kwamba tunapofaulu kuishi kwenye maisha ya ndoa kwa mfumo wa mtu na mpenzi wake, na kuonyeshana mapenzi ya dhati yaliyojaa maandalizi mazuri, kujariana, kuna kuwepo na masuala ya romantic kama mtu na mkewe kwa mazingira yanayoonyesha, kwa sababu hata katika Biblia tunamuona Isaka alimsababisha mfalme kujua ya kwamba Isaka na Rebeka ni mtu na mke wake, kwa sababu aliwaona, akachungulia dirishani, akawakuta wanacheza. Ile michezo waliokuwa wanacheza ni michezo inayoonyesha ya mume na mke. Sasa kuna Wakristo wengi wanaona hata kucheza na wake zao ni shida,
akisifiwa na mume wake, mume wangu umependeza, hata hawezi kuonyesha mwitikio mzuri unaopaswa kuwepo na mazingira ya namna kama hiyo. Na unakuta wakati mwingine tunakuwa busy kiasi ambacho ni kikubwa, na hata hatuna muda kabisa wa kufikiria na kuwaza kuona namna ambavyo inawezekana. Lakini kumbe wengine wanadhani kuishi maisha ya mapenzi, kuonyeshana mapenzi ni kujifanya kwamba ni kupoteza ukiroho. Lakini mimi napenda kusema kwenu kwamba wanandoa wa Kristo, mapenzi yanaongeza ukiroho, kwa sababu kwanza yanaziweka akili zako kuwa freshi, lakini pia yanakufanya moyo kuchangamka. 3, yanawafanya kuaminiana. 4, yanawatengenezea ukaribu na urafiki, kiasi cha kwamba hata kama mkifika mbele za Mungu kuomba, maana yake mtabubujika kwa kiwango kinachotakiwa, ambacho ndicho Mungu anakihitaji kwenye maisha yetu. Mimi ninapenda tu niwakumbushe wa Kristo kwamba moja ya maisha yetu ya uaminifu ni kuonyeshana mapenzi, mume na mke. Mahaba sio ya wapagani wala sio ya watenda dhambi. Bado kuna mahaba ya Wakristo yaliyo na tabia ya uchaji wa Mungu, ambayo hayaingiliani na tabia za kishetani, isipokuwa yanakuwa yameingiliana na swala la ibada. Kwamba Mungu anafurahia Wakristo wanapokuwa katika swala la maisha ya mume na mke, wakaishi katika mazingira ya mapenzi, lugha za kimapenzi, wakasifiana, wakatiana moyo, wakacheka, wakafurahiana, hata wanapofikia hatua ya kufanya tendo la ndoa lililo na furaha katika mazingira yao walionayo. Na hata kama kuna changamoto kwenye maisha yao, wanazishughulikia zile changamoto kwa ushirika wa pamoja kabisa, ikiwemo muda wa kufanya ibada pamoja, muda wa kushirikiana katika mbinu mbalimbali. Kama kuna sababu ya kuhitaji wataalamu, na nafasi ya kuhitaji wataalamu. Kama kuna swala la kuombea, mnahitaji kuombea. Kama kuna swala la kujifunza, mnahitaji kujifunza. Kama kuna ubunifu, mnahitaji kuwa wabunifu, ambao kila mmoja at least amfurahie mwenza wake, amfurahie mume au mkewe kwa mazingira yanayowezekana kuwepo. Na hayo ndiyo mapenzi ambayo yanatengeneza tabia njema, nzuri, zinazostahili kuwepo katika maisha ya kawaida, hasa kwa Wakristo. Na sisi tunapaswa kuwa vielelezo kwa watu wa mataifa, kwa sababu sisi Wakristo hatuna namna tunavyoweza kuonyesha mapenzi yaliyo na mchanganyiko na nguvu ya Mungu, yaliyo na mchanganyiko na ibada, yaliyo na mchanganyiko na utukufu wa Mungu ambao Bwana aliuridhia kumfanya Adamu aishi na Hawa kama wapenzi, kama watu wanaoweza kutumia hisia zao kumtukuza Mungu wakati mili yao inapata furaha na vitu vingine. Kwa hiyo ni mambo ambayo kwetu sisi ni vitu vya lazima, kwamba ulimwengu unapaswa ujifunze kutoka kwetu. Si kuna watu wanaona shida, wanaona aibu. Unakuta mtu anaona hata shida kupiga picha yeye na mume wake, anaona ni shida kupiga picha yeye na mkewe. Kwa mazingira kama hayo, anajiona ni kama mtu wa kidunia sana. Lakini acha nikwambie, unaweza uspost picha zako kwenye mitandao na bado ukabaki kuwa una tabia chafu, na unaweza usipige picha ya kwako wewe na mkeo, lakini bado ukaendelea kuwa na tabia chafu unazozifanya kwa siri, kwa unafiki, ambazo haziwezi kukusaidia. Kwa ni bora kuishi maisha halisia ambayo una uwezo wa kuyaonyesha mbele za watu, mbele za Mungu, na mwenza wako akufurahie. Hata kama umeondoka, ana uwezo wa kukumishi. Hata una muda, una uwezo wa kumwandikia message. Kuna watu akiandikiwa message na mmewe, hata hawezi kuzijali kuziona kwa namna hiyo. Na ndio maana wakati mwingine ukiandikiwa message na mchepuko, unaiona kama ni ya maana sana kwako, kwa sababu ni mtu wa nje kwenye mazingira ya kwetu. Naomba niwakumbushe Wakristo wenzangu, sisi kama Wakristo tunapaswa kuishi na wenzi wetu kwa kuonyeshana mapenzi ya dhati, mahaba
yenye kiwango cha kumfanya mtu afurahi, ajisikie vizuri, aione hii dunia kuwa imekaa vizuri. Na ndio maana mimi wakati mwingine wanawaambia kwamba furaha moja kubwa Mungu aliyotupatia duniani ni watu kuwa wapenzi na wenye kusimamia mapenzi yao ya dhati kwa uaminifu. Jitahidi usitengeneze viashiria, usiruhusu mazingira ya kuumiza moyo wa mwenza wako. Ndiyo, unaweza kupata raha sehemu nyingine ya nje, lakini itakuwa ni raha ambayo haina utukufu wa Mungu, ina adhabu ndani yake, ina visasi ndani yake. Hebu ruhusu nafasi ya kuishi. Ridhika naye. Ndiyo ana changamoto, najua ana changamoto, najua ana shida, najua ana mapungufu, najua ana vitu vingi vinavyopelea kwake. Lakini Mungu amekupa neema ya kuwa naye, kwa hiyo unapaswa kuwa sehemu wewe. Maana ya kuambatana ni pamoja na kufanya vitu ambavyo vinatengeneza ukamilifu wa maisha ya wapenzi, ili Mungu apate kutukuzwa kupitia ndoa yenu. Niwatakie baraka tunapoendelea leo Jumatatu ya Pasaka. Andaa zawadi nzuri na umpelekee mkeo kama mpenzi wako. Pelekee mume wako kama mpenzi wako. Mnapoagana mbusu basi walao hata busu la dharura dogo la kuonyesha kwamba ninakuhitaji, ninakupenda. Anapokuwa yuko mbali usimuulize maswali, una nani, unafanya nini. Mpigie simu, mweleze sifa. Mtie moyo mmeo kwenye kazi anazozifanya. Kwanza ni ngumu, anapitia kwenye changamoto nyingi, anahitaji kutiwa moyo. Watakatifu, naomba niwakumbushe Wakristo, tunapaswa kuishi kama Wakristo, lakini tuishi kwenye ndoa kama wapenzi wenye kuonyeshana romantiki, tunaoweza kuzungumza maneno matamu, tulio wabunifu hata katika miundo mbinu mbalimbali na namna ya kufanya tendo la ndoa kwa ubunifu ulio mzuri unaomtukuza Mungu, nje ya yale ambayo Ibilisi na Shetani anayafanya kule nje. Nikutakia baraka. Karibu tuendelee kuwa pamoja nami katika chaneli yangu tukijifunza vitu mbalimbali. Bwana akubarikie sana.